Na hivyo basi niende moja kwa moja haraka haraka nimzungumzie kuhusiana na mtakatifu huyu, baba huyu ambaye anafahamika kama Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi. Lakini ili kumwelewa vizuri Mtakatifu Yosefu tunahitaji tuangalie kiundani kabisa kwanza mtu aliyetumia jina kama hilo kabla yake, na kwa kufanya hivyo tunaweza kuelewa kiunaga ubaga ni nini kielelezo cha maisha yake, au ni nini ambacho kilikuwa ndani ya mpango wa Mungu kabla ya kuwa baba au kabla ya kuwa Yosefu kama anavyotambulika katika sherehe ya leo, Yosefu Mfanyakazi. Na mtaungana nami kwamba hakuna sehemu nyingine naweza kuangalia jambo hili isipokuwa katika Agano la Kale, kwa sababu kila kilicho katika Agano Jipya kina kivuli chake katika Agano la Kale. Na kwa minajili hiyo basi tunakutana na mtu aliyeitwa Yosefu au Yusufu pia katika kitabu cha Mwanzo. Bila shaka wengi kati yetu leo hapa tukiwauliza swali ni nani mhusika mkuu wa kitabu cha Mwanzo, bila shaka nyinyi wenyewe mtanishuhudia kwamba huenda Ibrahimu au Adamu au Nuhu, lakini wachache watachelewa kusema kwamba ni Yosefu au Yusufu mtoto wa Yakobo. Lakini ukweli usiopingika kwamba karibu sehemu ya robo tatu ya kitabu hicho au moja ya tatu, theluthi ya tatu, moja ya tatu ya kitabu cha Mwanzo kinamzungumzia Yusufu au Yosefu mtoto wa Yakobo, na kinamzungumzia yeye kuliko mtu mwingine yeyote ndani ya kitabu hicho. Mimi nashawishika kusema kwamba muhusika mkuu wa kitabu cha Mwanzo, sio mwandishi, muhusika mkuu katika simulizi za kitabu cha Mwanzo ni huyu Yusufu au Yosefu mtoto wa Yakobo. Ndugu zangu, kwa minajili hiyo basi, kwa sababu tayari tumeshamwona huyu Yosefu na huyu Yusufu wanashare jina moja au wanatumia jina moja, pamoja nami naomba tuangalie machache yanayohusu mfanano kati ya Yosefu mfanyakazi au Yosefu mume wa bikira au Yosefu baba mlisho wa Bwana wetu Yesu Kristo na Yosefu ambaye tunamsikia katika kitabu hicho cha Mwanzo mtoto wa Yakobo. Ndugu zangu, ni mambo ya ajabu, lakini lazima tuweze kuyakubali kwa sababu hii ni moja kati ya sehemu ya mpango wa Mwenyezi. Jambo la kwanza ambalo baada ya kusoma kinaga ubaga na kuja kugundua kwamba hawa wote wawili wanaitwa Yosefu. Kwa kweli hili ni jambo lisilo la kawaida, lakini wote wawili, Yosefu huyu baba mlishi au huyu mfanyakazi na Yusufu huyu, wote ni watoto wa Yakobo. Huenda ulikuwa ujui, si kwa bahati mbaya. Hayo ndio ni makusudi ya Mwenyezi Mungu, kama anavyosema Mzaburi, makusudi ya moyo wake ni kwa kizazi hata kizazi. Lakini wote wawili walikuwa ni watoto wapendwa. Kwa Yosefu alipendwa na baba yake ambaye ni Yakobo, jambo lililosababisha ndugu zake kumwonea wivu. Lakini tofauti na Yusufu au Yosefu wa Agano Jipya, baba mlishi wa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye alipata upendeleo wa kipekee kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu alimchagua yeye. Na kwa nini ninasema hivi katika tafakari hii? Ni kwamba Mungu alipotazama duniani, Mungu alipotuangalia sisi kutoka kwenye hii pande za dunia, kutafuta mtu anaweza kumkabidhi mwanaye wa pekee, hakumwona Suleimani, mtu ambaye alikuwa amejaa hekima. Hakumwona huyo Suleimani, wala hakumchagua Ibrahimu babu yetu wa imani, lakini pia hakumchagua Yakobo ambaye ni babake pia Yusufu huyo, wala Daudi mfalme mwenye enzi na mtu mwenye hela mwenye uwezo, bali alimtafuta mtu wa kawaida kabisa, seremala, mtu mwenye hali ya chini lakini mwenye haki. Naye huyu si mwingine, ndiye Mtakatifu Yosefu ambaye leo tunafanya sherehe yake ya Yosefu Mfanyakazi. Wapendwa wa taifa la Mungu, naomba nieleweke kuwa mtakatifu mkubwa zaidi katika historia ya kanisa, hasa napozungumzia mkubwa zaidi katika upande wa watakatifu wa kiume katika historia ya kanisa na historia ya wokovu, hakuna mtakatifu mwingine. Hakuwa baba mtakatifu, wala hakuwa askofu, wala hakuwa padre au shemasi, hakuwa mtawa mkaapweke wa jangwani, lakini hakuwa maarufu wala hakufanya muujiza wowote ule, bali alikuwa ni mume mwaminifu, alikuwa ni baba mlezi, alikuwa ni baba mwenye upendo,
na alikuwa ni baba na mlinzi wa familia, lakini alikuwa ni mtu wa kawaida sana, mfanyakazi wa kawaida kabisa ambaye ni seremala. Huyu si mwingine ni Mtakatifu Yosefu, na bila shaka katika ngazi ya heshima ambayo kanisa linampa ni ile ngazi ya protodulia, ngazi inayotoka baada ya Bikira Maria ya hypadulia, anakuja Mtakatifu Yosefu protodulia, alafu anakuja watakatifu wengine. Ndugu zangu, jambo lingine ambalo tunaliona kuhusiana na hawa wawili ambao ni mfanano wa kipekee ni kwamba Mungu aliwasiliana na hawa wote kwa njia ya ndoto. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Mungu anapowasiliana na Yusufu anatumia ndoto. Ndugu wake wale ndugu zake na Yusufu wanaona wivu kwa sababu ya ndoto ambazo alizokuwa naota huyu Yusufu. Na ndivyo hivyo Mwenyezi Mungu pia anafikisha ujumbe wa habari njema kwa Mtakatifu Yosefu huyu mfanyakazi kwa kupitia ndoto. Mtakubaliana na mimi kwamba Yosefu alipashwa habari, japokuwa hatuizingatii sana kama vile tunavyosherekea kupashwa kwa habari mama yetu Bikira Maria kila tarehe 25 ya mwezi wa 3, lakini Yosefu bila shaka alipashwa habari, na Yosefu alielezwa katika ndoto yale ambayo Bikira Maria pia alishirikishwa baada ya kutokewa na malaika. Malaika anamwambia Yosefu mtoto anatoka kwa Roho Mtakatifu. Malaika anamwambia tena ataitwa jina lake Yosefu, ataitwa jina lake Yesu, kumradhi, na anasema wazi kwamba atawaokoa watu wake. Hayo ndiyo yale ambayo funuliwa na Bikira Maria, na chelewa kusema kwamba hili lilikuwa ni tangazo la ukombozi kwa Yosefu, japo kuwa sisi hatuwezi kulionja kwa minajili ile. Lakini tunaona kinachotokea katika hali hizo, wivu wa ndugu zake Yosefu. Yosefu Agano la Kale aliponea kuuawa kwa sababu ya wivu wa ndugu zake, na akaishia kwenda Misri. Baada ya hapo, anapokwenda Misri anakuwa ni mtumwa. Vivyo hivyo wivu ule wa ndugu zake, lakini hapa kwa namna pekee wivu wa Herode ambaye alikuwa ni mkuu wa nchi wakati huo. Wivu huu unamsababisha Yosefu naye akimbie nchi ya Misri, aende nchi ya Misri. Anampeleka mtoto Yesu akimwepusha na kuuawa. Yosefu anafanya vile vile alivyofanya mtangulizi wake, anapeleka familia takatifu nchi ya Misri. Labda pamoja nanyi tuweze kutafakari machache pia, tukiwa huko Misri Yosefu alifanya nini ambacho kinafanana na Yosefu huyo mtangulizi wake. Yosefu wa Agano la Kale alikuwa ni mtumwa katika nyumba ya Potifa. Unaposema nyumba ya Potifa manake ni nyumba ya mfalme. Na mke wa Potifa manake Malkia alimjaribu aanguke dhambini, lakini Yosefu alichagua usafi wa moyo na utiifu kwa Mungu. Alikataa na alilinda usafi wake, lakini aliheshimu hadhi ya Malkia, hadhi ya mke wa Potifa. Vivyo hivyo ndugu zangu, leo tunapomzungumzia huyu Yosefu mfanyakazi, naye alifanya hivyo hivyo kama alivyofanya Yosefu mwana wa Yakobo wa Agano la Kale. Yosefu Agano Jipya alilinda utakatifu wa mchumba wa Roho Mtakatifu ambaye ni mama yetu Bikira Maria. Bila shaka huyu ni Malkia wa mbingu, ndiye mke wa mfalme, kama vile unaposema mke wa Malkia pale Potifa, huyu ni mke wa mfalme ambaye ni Malkia, mama yetu Bikira Maria. Aliishi katika usafi na kujizuia, na ndiyo maana anaitwa mlinzi wa mabikira, na ukipenda tunasema kwamba ni mchumba safi, mwenye usafi nini? Mwenye usafi kamili. Wapendwa ndugu zangu, Yosefu Agano la Kale alipitia mateso, na bila shaka mtaungana nami na mtakubaliana nami kwamba Yosefu Agano la Kale alipitia mateso. Teso la kwanza ambalo unaweza kaliweka vizuri ni kwamba ndugu zake walitamani au walitaka kumuua, si kwa kubahatisha, bali kwa ule wivu ambao tumetoka kusimulia hapo mwanzoni. Lakini pia Yosefu aliuzwa kwa vipande 20 vya fedha, lakini alijaribiwa na mke wa Malkia, na Malkia mke wa mfalme. Lakini katika hayo yote pamoja, naweza kusema kwamba alivunjika moyo, lakini hakukata tamaa. Daima alimtegemea Mwenyezi na kumtumainia Mwenyezi Mungu, alibaki mwaminifu. Wapenda ndugu zangu, vivyo hivyo baba mlishi wa Yesu alivunjika moyo, huenda alipopata taarifa za Bikira Maria kuwa ni mjamzito, lakini alikosa mahali pa kumlaza mama yetu Bikira Maria,
na ndio maana wanakimbia wanaenda kutafuta sehemu ya holi huko pangoni, kwenye holi la ng'ombe, kwenye zizi la ng'ombe, ndipo ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anazaliwa. Lakini pia alivunjika moyo. Mtoto Yesu amepangiwa njama ya kuuawa na huyu Herode, anataka kumuua mtoto. Haya yote ni mahangaiko, haya yote ni mateso ambayo anapitia baba yetu mlishi huyu Yosefu. Lakini la mwisho ni hilo kwamba utabiri wa Simeoni juu ya maumivu ambayo atayapata Bwana wetu Yesu Kristo na juu ya maumivu ambayo anapitia mama yetu Bikira Maria. Ndugu zangu, katika Agano la Kale, kila mahali Yosefu alipoteseka, Mungu alikuwa pamoja naye. Unasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 39 aya ya 2. Na vivyo hivyo katika Agano Jipya pana jambo kubwa zaidi. Tukilinganisha na huko kuteseka na Mungu kuwa pamoja naye, Yosefu mfanyakazi au Yosefu baba mlisho wa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye alikaa na Yesu. Kwa maneno mengine, hapa tunakutana na Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Hivyo Yosefu alikuwa pamoja na Mungu wa Agano la Kale, lakini Yosefu alikaa na Mungu, yani Mungu alikuwa pamoja na Yosefu. Yosefu alimbeba Kristo katika Agano Jipya. Wapendwa wa taifa la Mungu, Yosefu wa Agano la Kale alilinda familia yake. Alilinda familia yake dhidi ya njaa, adha ya kifo ambayo ingeweza kusababisha hawa ndugu zake wafariki kutokana na janga hilo la njaa. Na hivyo ndivyo alivyofanya Yosefu wa Agano Jipya. Anaiokoa familia yake, familia takatifu, anailinda dhidi ya kifo kutoka katika makucha au mikono ya Herode, na anaipeleka familia hii Misri, anaiokoa na kifo. Na kama alivyoilinda na njaa, Yosefu huyu wa Agano Jipya, baba mlisho wa Bwana wetu Yesu Kristo katika Agano Jipya, anaulinda mkate wa uzima. Kristo mwenyewe ambaye anajitoa kwa ajili yetu sisi wenye njaa ya kiroho kama chakula. Mimi ndicho chakula kishukacho kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Kinalindwa kwanza na Yosefu. Baada ya kupelekwa Misri, anaokoa kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, lakini anaulinda huu mkate wa uzima ambao Kristo anayejitoa kwa ajili yetu. Ndio maana sisi tu kusema kwamba kanisa linapoona Yosefu anafaa kuwa mlinzi wa kanisa, si kwa sababu tu hizo tu, bali hata kwa sababu ya kulinda chakula hichi cha uzima, anafaa kuwa baba mlinzi au msimamizi wa kanisa. Na kama aliweza kulinda hivi familia takatifu, basi pasi shaka utaungana nami na mtakubaliana kwamba Mtakatifu Yosefu anatulinda mpaka sasa. Na ndio maana ukisoma katika maelezo ya Baba Mtakatifu Pio Nono, anazungumzia juu ya nafasi ya Yosefu kama mlinzi na msimamizi wa kanisa. Ndugu zangu, yapo mengi ya kusema kumuhusu Mtakatifu Yosefu. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 41, Farao alimpa mamlaka babu yetu huyu Yosefu katika nchi ya Misri, akampa pete ya mamlaka, mavazi ya kifalme na heshima kubwa. Heshima hiyo hiyo ndio anayopewa Mtakatifu Yosefu katika kanisa siku za leo. Yeye anapewa nafasi ya kuwa mlishi, lakini anapewa mamlaka ya juu kabisa ndani ya kanisa, kuwa mlinzi na msimamizi wa kanisa. Na tunaimba mara nyingi, amlinde Baba Mtakatifu na alilinde kanisa zima la ulimwenguni. Labda niwarejeshe kidogo juu ya jambo la msingi pia. Wakati wa kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo huko Bethlehem, tunaona kwamba Maria na Yesu wakipokea heshima kutoka kwa wale mamajusi wakina Baltazari na Melkiori, lakini Yosefu hataji katika hiyo sehemu. Ndugu zangu, nachojifunza kutoka kwa mtakatifu huyu Yosefu ni kwamba wakati wa hatari yeye anakuja, kama vile alivyokuja wakati wa Herode, kama alipotokea wakati wa Herode na kuwa kidete kulinda uhai wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndivyo inavyotokea kwake. Lakini wakati wa utukufu Yosefu haonekani. Hapa ukisoma katika simuliza Injili zote hizo pacha hazizungumzi kuhusu Yosefu, ila anaonekana yuko nyuma. Wakati wa utukufu Yosefu yupo nyuma, wakati wa hatari Yosefu yuko mbele. Na ndio maana maono yale niliyosema mwanzoni ya Pio Nono ya mwaka 1870 yanaishi mpaka leo, kwamba Yosefu ni mlinzi imara na mlinzi thabiti wa kanisa zima ulimwenguni. Na hii inaonyesha kuwa wakati wa changamoto, hata kanisa linapopitia changamoto kila leo, Mtakatifu Yosefu yeye daima yu mbele kama mlinzi, kama askari hodari na kama mtetezi na mlezi, lakini kama baba aliye tayari kuilinda familia yake takatifu. Hivyo
Hapo tunaweza tukamwelewa kwa umbali juu ya Mtakatifu Yosefu. Tuungane na Peter Paul, shemasi wa Jimbo Katoliki la Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.